Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba awasihi wa Tanzania kutunza akiba ya chakula kutokana na hali ya kuchelewa kwa msimu wa mvua mwaka huu. Na katika michezo, chama cha mchezo wa tenis Tanzania TTA chajivunia kuyafikia malengo yake kwa mwaka huu, ikiwemo kuratibu mafunzo kuanzia ngazi za chini mashuleni. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema, ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopapa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaanza taarifa yetu ya habari. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewasihi wa Tanzania kutunza akiba ya chakula walicho nacho na waepuke matumizi yasiyofaa kutokana na hali ya kuchelewa kwa msimu wa mvua. Waziri Mkuu Nchemba ametoa wito huo alipozungumza na baadhi ya wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya ofisini kwake Mlimwa jijini Dodoma, ambapo amewaeleza viongozi hao kwamba Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania imetoa utabiri wa mwelekeo wa msimu wa mvua za vuli na mvua za msimu kwa kipindi cha Oktoba 2025 hadi Disemba 2025 na kipindi cha mwezi Novemba 2025 hadi Aprili 2026 mtawalia. Mheshimiwa wakuu wa mikoa, mnakumbuka huwa inatokea tahadhari hizi zinatolewa, tunachelewa kuchukua hatua sote kama Watanzania, serikali, taasisi za serikali na wananchi wote kwa ujumla, na inakuja kutokea madhara kama ambavyo tumewahi kushuhudia, ama mafuriko katika baadhi ya maeneo ya wananchi waliojenga kwenye mabonde. Kwa mara hii tunatahadharishwa kuhusu uhaba wa mvua, kwamba mvua hazitakuja za kutosheleza na zitakuwa na mtawanyiko usioridhisha. Ametumia fursa hiyo kuwakumbusha wakulima kuandaa mashamba kwa wakati na watumie pembejeo zinazoendana na upatikanaji wa mvua chache, sambamba na kuzingatia ushauri wa wataalamu wa kilimo ambao kwa sasa wanazunguka nchi nzima kukutana na wakulima kutoa elimu, lakini pia akiwataka wafugaji wote kuweka mipango mizuri ya matumizi na uhifadhi wa maji na vyakula vya mifugo ili kukabiliana na hali hiyo. Ninawakumbusha wakulima kujiandaa, kuwa tayari kuandaa mashamba kwa wakati na kutumia pembejeo ikiwemo mbegu na mbolea zinazoendana na hali ya hewa tuliyotahadharishwa. Tutumie mbolea na tutumie mbegu zinazoendana na upatikanaji wa mvua chache. Na kwa upande wa wafugaji, wanashauriwa kuweka mipango mizuri ya matumizi na uhifadhi wa maji na chakula cha mifugo. Ni jambo ambalo mara zote tumekuwa tukielezewa, na ni vizuri sana tukalizingatia hasa kwa wakati huu. Matumizi bora ya malisho, uhifadhi wa chakula pamoja na maji kwa ajili ya mifugo, ili yasijitokeze yale ambayo tumewahi kuyashuhudia ya upotevu mkubwa wa mifugo kutokana na uhaba wa chakula pamoja na maji. Amewataka viongozi wa Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA na kampuni ya mbolea Tanzania TFC kuhakikisha kuwa shehena za pembejeo zinahudumiwa kwa wakati ili usambazaji ufanyike kwa ufanisi. Ezekiel Mwambopo, Channel 10. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar imetaifisha nyumba 4 zinazodaiwa kumilikiwa na Mohamed Omar Ali ambaye ni mtuhumiwa wa biashara haramu ya dawa za kulevya kisiwani Pemba. Tupate taarifa zaidi. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, Kamishna mkuu wa Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, Kanali Burhani Zuberi Nasoro, amesema hatua hiyo inalenga kudhoofisha mtandao wa wahalifu kwa kutaifisha mali zao zinazotokana na biashara hiyo. Mtuhumiwa Mohamed Omar Ali ambaye amekimbia haki yake ya msingi, leo tarehe 14 Desemba 2025, kwa uwezo niliopewa na baada ya kuzingatia kifungu cha 73(1) cha sheria ya Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, nimetaifisha nyumba 4 za mtuhumiwa huyo zenye thamani ya Tanzania shillings 1,169,800 kwa mali ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Aidha, Kanali Burhani amefahamisha kuwa kwa kipindi cha mwaka 2023 hadi 2025 mamlaka hiyo imetaifisha mali mbalimbali zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 17. Kuanzia mwaka 23 hadi 25
Tumeshataifisha mali za wafanyabiashara wakubwa wa dawa za kulevya zikiwemo nyumba 15, beach villa 1, viwanja na mashamba 8, magari 7, pikipiki 2 na boti 3, zote zikiwa na thamani ya Tanzania shillings bilioni 17.4 zikiwemo nilizotaifisha hii leo. Hata hivyo, Kamishna Burhani anatoa onyo kwa wafanyabiashara wa dawa za kulevya kwamba wataendelea kuwafuatilia, kuwakamata na kutaifisha mali zao bila kujali nafasi au ushawishi alionao. Sasa hivi tunakwenda kudili na mapapa. Ndio maana akasema wajihadhari kwamba listi yote tunayo na sisi hatukurupuki. Hatumuonei mtu. Tunafanya uchunguzi, tunachakata taarifa, baadaye sasa ndo tunakuja na maamuzi magumu kama haya tunayoyafanya. Wajihadhari kutumia mwanya huo kusafirisha dawa za kulevya Pemba, kwa sababu tunaendelea na uchunguzi na tutawakamata. Na pia kwa wasafiri, usije ukapewa tu mzigo wa mtu usafiri nao bila kujiridhisha ni kitu gani hasa umepewa. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Askofu Dr. George Pindua amesimikwa rasmi kwa askofu wa awamu ya 3 wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Morogoro katika ibada iliyofanyika katika usharika wa Bungo na kuongozwa na mkuu wa kanisa hilo Askofu Alex Malasusa. Ni ibada iliongozwa na maandamano katika kanisa la KKT usharika wa Bungo. Ibada hii iliongozwa na mkuu wa kanisa Askofu Alex Malasusa, ambapo ilihudhuriwa na maaskofu 19 kutoka katika makanisa ya KKT na maaskofu 3 kutoka katika madhehebu mengine yaliyo chini ya CCT. Hawa ambao wamechaguliwa sio malaika wala hatujawatoa katika benki ya malaika. Ni wanadamu kama sisi. Tuwaombee, tuwapende, lakini sisi tukipendana kazi yao itakuwa ni rahisi zaidi. Akiongea mara baada ya kusimikwa kuwa askofu wa awamu ya 3 katika Dayosisi ya Morogoro, Askofu Dr. George Pindua amewahakikishia wanadayosisi atasimamia katiba na kiapo alichokiapa katika kuitumikia Dayosisi ya Morogoro. Ni wakati wa kusimama pamoja kama taifa moja, kupambana na chochote kinachotishia misingi yetu ya amani na utulivu. Changamoto tulizokumbana nazo hazipaswi kutugawa, bali zinatupaswa kutukumbusha kuwa hatima ya Mtanzania iko mikononi mwetu sote. Ibada hii ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali. Wakati nchi yetu imejaribiwa, tarehe 29 mwezi wa 10, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania mlisimama kwa kauli moja kuliponya taifa bila kutafuta nani amekosea nani hajakosea. Yako mambo ambayo sisi kama Watanzania, sisi kama Waafrika lazima tusimame kwanza, tuseme we are one. Sisi kama Wakristo tunaamini tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Umesisitizia amani. Naomba wote kwa pamoja tumrudie Mungu, tumuombe Mungu. Tusiwe na hofu, tusiogope. Tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kushuhudia tukio hili takatifu na kumweka wakfu Askofu Dr. George Andrew Pindua, pamoja na kumsimika askofu msaidizi Mchungaji Peter Michael Makala. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Naibu Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mhandisi Mary Priska Mahundi amesifu fursa za maendeleo ya kiuchumi na maendeleo ya afya kwa jamii zilizotokana na mradi wa mabwawa ya ufugaji samaki unaoendeshwa na Chuo cha Maendeleo ya Jamii CDTI kilichopo katika manispaa ya Iringa. Kwa sasa chuo hicho kina mabwawa ya samaki mawili huku mengine yakiendelea kujengwa. Akitoa taarifa ya mradi huo, mratibu wa mradi wa ufugaji wa samaki CDTI Pogoro, Mrisho Rashid, amesema kukamilika kwa mabwawa hayo 6 kutawezesha chuo kuzalisha jumla ya samaki 17,100 kwa mzunguko, ambao mbali na kuleta faida za kiuchumi, pia utasaidia kuboresha lishe na kuwa suluhisho la kudumu kwa tatizo la udumavu katika jamii. Kama tunavyofahamu kwamba ukanda wetu huu
wa Iringa unaathiriwa labda na changamoto kubwa sana za lishe pamoja na utapiamlo. Kwa hiyo lengo la kufanya mradi huu ni kutoa mafunzo kwa wanachuo pamoja na wanajamii ili waweze kujiajiri, lakini pamoja na kujiajiri waweze kutatua changamoto hiyo ama kupata kitoweo kwa ajili ya kukabiliana na changamoto hiyo. Malengo yetu, Mheshimiwa Naibu Waziri, ni kukamilisha mabwawa yaliyobaki. Hapa tunahitaji kama milioni 8 hivi kukamilisha haya mabwawa matatu tuseme yaliyobaki. Baada ya kutembelea mradi huo, Naibu Waziri Mhandisi Mary Priska Mahundi ameonyesha kuridhishwa na maendeleo yaliyofikiwa, akitoa ushauri wa kuendeleza mradi kwa ubunifu zaidi na ushirikishwaji wa vijana pamoja na jamii inayozunguka chuo hicho. Hongereni, ni kitu kizuri, na tunavyosema maendeleo ya jamii ni vitu vya aina hii. Kwa sababu kwanza jamii yetu tayari serikali inaongozwa na Dr. Samia inatoa mikopo hii midogo midogo. Kwa hiyo mtu unaweza ukaa wakati kikundi kimeundwa au mwanafunzi wetu amemaliza, tunamuencourage kujituma vitu vya namna hiyo wakati anasubiri ajira zitangazwe, akakopeshwa, anaweza akafanya individually, anaweza akafanya kama team. Hadi sasa zaidi ya wananchi 400 wanaoishi maeneo ya jirani na chuo hicho wameshapata mafunzo ya ufugaji wa samaki. Naibu Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum yupo mkoani Iringa kwa ziara ya kikazi ya kukagua na kuhamasisha miradi ya maendeleo ya jamii. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Wafanyabiashara jijini Tanga wamesema wanajivunia amani iliyopo kwa kuwa inasaidia kuongeza uwekezaji kwenye sekta mbalimbali sambamba na kurahisisha mzunguko wa biashara zao pamoja na kuleta fursa za ajira hususan kwa vijana. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wafanyabiashara hao wameeleza namna utulivu na amani unavyosaidia maendeleo ya mtu mmoja mmoja, mkoa na taifa kwa ujumla. Amani ni kitu muhimu sana, na nasisitiza sana kwamba tuendelee kuwa na amani, kwa sababu amani ndio kila kitu. Amani ndio inafanya wateja wanakuja, wananunua, tunafanya biashara zetu kwa uhuru zaidi. Kwa kweli sisi kama bodaboda tuko vizuri na tunashukuru mkoa wetu uko salama, una amani, hakuna changamoto yoyote. Bodaboda si andamani na hesabu ya bosi, kwamba bodaboda ni kazi sawa na kazi nyingine. Biashara zinaenda kama kawaida, wavuvi wanatoka kama kawaida. Ni kuendeleza amani kama tulivyokuta zamani, tuendeleze asili yetu ya amani. Tanga ni amani na tuendelee kuwa na amani. Hali ya soko inaendelea vizuri tu, amani imetawala. Watanzania asili yetu sisi ni amani. Bila amani huwezi kufanya chochote. Bila amani huwezi kufanya biashara zako, bila amani huwezi kuishi kwa amani. Amani ndio kila kitu bwana. Akieleza mafanikio yatokanayo na kuasisiwa kwa tunu ya amani, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani amesema imesaidia kupatikana kwa maendeleo kwenye miradi mbalimbali. Tanga iendelee kuheshimika na Tanzania iendelee kusimika kama kisiwa cha amani, lakini tuensaidieni hii biashara inaendelea, uchumi unaendelea, meli na mizigo mbalimbali inaendelea, isikwame, iende vizuri, wananchi waweze kunufaika, wakina mama wawe salama, wazee wawe salama, na sisi wenyewe tubaki kuwa salama. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Na katika ngwe ya michezo tunaelezwa kwamba chama cha mchezo wa tennis Tanzania TTA kimeeleza kufikia malengo yao kwa kiasi kikubwa mwaka huu, ikiwemo kuratibu mafunzo kuanzia ngazi za chini mashuleni sambamba na ushiriki wa mashindano ya ndani na nje ya nchi kwa mafanikio. Hayo yameelezwa na kocha wa mchezo huo ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya tenisi Tanzania TTA, Hassan Chande, alipozungumza na Channel 10 Michezo, ambapo amesema wanajivunia kuona mchezo huo unapiga hatua, huku akiweka wazi mipango ya mwaka ujao. Programu tulizokuwa tumeziandaa zimefanikiwa kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu kwanza tumeweza kupeleka timu ya wavulana kwenye mashindano ya kombe la dunia, lakini pia tumepeleka timu ya wasichana kwenye mashindano ya kombe la dunia, lakini pia tumepeleka timu ya miaka 16 imeenda kushiriki mashindano, lakini pia na timu ya miaka 14 imeshiriki mashindano, lakini mwezi uliopita timu yetu ya miaka 12 inaenda kushiriki mashindano ya Afrika kule Morocco. Kwa hiyo sisi kama TTA tunajivunia sana mwaka, tumefanya vitu vikubwa sana. Lakini pia mbali na hilo tumefungua program za mashuleni kwenye wilaya mbalimbali, kwenye mikoa mbalimbali hapa Tanzania,
Kwa hiyo kwenye 2026 tunatarajia tufanye kwa ukubwa zaidi na zaidi kuliko hata mwaka huu. Katika hatua nyingine, Chande ametumia nafasi hiyo kuwaomba wadau ikiwemo serikali kuboresha miundombinu ya mchezo huo ili uweze kuchezwa vizuri mashuleni. Kama TTA, kwanza tunashukuru sana Baraza la Michezo BMT, wametupa sana ushirikiano, lakini pia na kwa 2026 tunapenda sana pia na serikali kama inaweza kutusaidia kuboresha miundombinu ya baadhi ya shule. Wenyewe ni mashuhuda kwenye shule za Temeke, tulikuwa tunafundisha mazingira yalikuwa sio rafiki sana, lakini tumefanikiwa kwanza. Kwa hiyo kama tulikuwa tunaomba kama serikali wadau kuja kutunga mkono ili mradi vijana wapate nafasi ya kujifunza tenisi. Shule ni Jumatatu mpaka Ijumaa, Jumamosi nakuja mazoezini mpaka Jumapili. Siku mbili nakutumia mazoezini kuingia saa 5 na maliza saa 10. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Kocha mkuu wa timu ya mpira wa kikapu ya PT amesema wamejipanga vyema kuhakikisha wanapambana na kufanya vizuri kwenye msimu huu wa ligi daraja la kwanza ili waweze kupanda daraja na kushiriki ligi ya kikapu mkoa wa Dar es Salaam DBL msimu ujao wa mashindano. Akizungumza na Channel 10 Michezo, kocha mkuu wa timu hiyo Monalisa Philbert amesema licha ya ushindani kutoka kwa timu shiriki, lakini wamejipanga kuhakikisha kuwa miongoni mwa timu 3 zitakazopanda daraja msimu huu. Ushindani ni mkubwa kwa sababu timu ni nyingi sana mpaka zimepatikana makundi mawili kwa msimu huu. Kwa mashindano ni magumu, lakini tunategemea tutapambana kwa kadri ya uwezo wetu tuweze kuwa kati ya timu 3 zinazopanda daraja. Msimu uliopita ushindani haukuwa mkubwa sana, lakini msimu huu ushindani umekuwa mkubwa, watu wameleta wachezaji wa kigeni, kwa hiyo ushindani ni mkubwa sana. Katika hatua nyingine, kocha Monalisa amezungumzia faida na hasara zitokanazo na uwepo wa wachezaji wageni kwenye ligi hiyo, huku wachezaji wa ligi hiyo wakieleza matarajio yao. Ni fursa kwa ajili ya kujifunza pia, sio changamoto, kwa sababu mtu wa kigeni anapokuja lazima ana vitu fulani vya kujifunza kutoka kwake na namna ya kumdhibiti, namna ya kuangalia jinsi anavyocheza. Tuangalie itakapokuwa. Mashindano ni mazuri, michuano iko vizuri, timu zimejipanga sana. Especially kwa timu yetu tayari tumeshacheza game 2, moja tumeshinda lakini kwa bahati mbaya moja tumepoteza. Lakini as long as we are going, mashindano ni bado ni very tough, timu ziko vizuri sana na tunawaahidi mazuri. Kwa ambao mnafuatilia ligi this time, don't miss out. Tofauti ya ligi ya msimu huu ligi timu nyingi zimejiandaa vizuri, tofauti na misimu ya nyuma, na kila timu ina malengo ya kupanda. Hata sisi pia tuna malengo ya kupanda na naamini tutapanda. Mimi ni Esther Mtebe na hii ni Channel 10 Michezo. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.